Kuna wakati kwa ajili ya kila jambo, nayo majira kwa kila tendo chini ya mbingu. Kila shughuli ina kusudi lake. Watu wanapoishi duniani wana kusudi lao wenyewe. Katika maisha yetu ya imani, tunapaswa pia kuwa na kusudi. Basi, kusudi la imani yetu ni nini? Mnaupokea wokovu wa roho zenu ambao ndio lengo la imani yenu. Kusudi la imani yetu ni wokovu wa nafsi zetu, uzima wa milele. Ili kutupa uzima wa milele, Mungu aligawanya miaka 6,000 ya kazi yake ya ukombozi katika enzi tatu, na akatupa jina tofauti la Mwokozi katika kila enzi. Kwa sababu hii, nendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Mungu alituamuru tuwabatize watu kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Inamaanisha kwamba Baba, Mwana na Roho Mtakatifu wana jina. Jina la Baba ni Yehova. Jina la Mwana ni Yesu. Jina la Mwokozi ni tofauti katika kila enzi. Basi, jina la Roho Mtakatifu ni nini? Kwanza, hebu tujue Mwokozi alikuwa ni nani katika enzi ya Baba. Mimi, naam mimi, ndimi Bwana, zaidi yangu hakuna Mwokozi. Katika enzi ya Baba, jina la Mwokozi lilikuwa Yehova. Watu wasingeweza kuokolewa kwa jina jingine isipokuwa Yehova. Basi, nyakati zilipobadilika kuwa enzi ya Mwana, Mwokozi alikuwa ni nani? Huyu ndiye limekuwa jiwe kuu la pembeni. Wala hakuna wokovu katika mwingine yeyote. Kwa maana hakuna jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu linalopasa kutuokoa. Enzi ilipobadilika kutoka enzi ya Baba kwenda enzi ya Mwana, jina la Mwokozi likabadilika kutoka Yehova hadi Yesu. Katika enzi ya Mwana, wale waliomwamini Yesu, Mwokozi katika enzi ya Mwana, waliweza kuokolewa. Basi, katika enzi ya Mwana, nini kiliwatokea wale waliomwamini Yehova, Mwokozi katika enzi ya Baba? Katika enzi ya Mwana, wale waliomwamini Baba Yehova hawakumpokea Mwokozi wa enzi hiyo, na hatimaye hawakuweza kuokolewa. Mungu alitupa jina tofauti la Mwokozi katika kila enzi. Kama ilivyoandikwa, kuna wakati kwa ajili ya kila jambo, nayo majira kwa kila tendo chini ya mbingu. Vivyo hivyo kila jina la Mwokozi lina ukomo wa wakati. Katika enzi ya Baba, watu waliokolewa kwa jina la Baba tu. Na katika enzi ya Mwana, watu waliokolewa kwa jina la Mwana tu. Sasa ni enzi ya Roho Mtakatifu. Kwa kuwa ilibadilika kutoka enzi ya Mwana kwenda enzi ya Roho Mtakatifu, jina la Mwokozi lazima pia libadilike. Yeye ashindaye nitamfanya kuwa nguzo katika hekalu la Mungu wangu. Nitaandika juu yake jina la Mungu wangu na jina la mji mkubwa wa Mungu wangu, Yerusalemu mpya, ambao unashuka kutoka mbinguni kwa Mungu wangu. Nami pia nitaandika juu yake jina langu jipya. Hapa mimi ni Yesu. Hivyo, jina langu jipya si jina la Yesu bali ni jina jingine. Yeye ashindaye nitampa baadhi ya ile mana iliyofichwa. Nitampa pia jiwe jeupe ambalo juu yake limeandikwa jina jipya asilolijua mtu, isipokuwa yule anayelipokea. Yeye ashindaye atapokea jiwe lenye jina jipya. Jiwe hapa si jiwe halisi. Mnapokuja kwake, yeye aliye jiwe lililo hai, lililokataliwa na wanadamu bali kwa Mungu ni teule na la thamani kwake. Jiwe linamwakilisha Yesu.
Ni yeye tu anayelipokea ndiye anayejua jina jipya la Yesu. Ulimwengu mzima tayari wanalijua jina la Yesu, lakini bado hawalijui jina lake jipya. Biblia inasema linajulikana tu na yule anayelipokea. Jina hili jipya ni jina la Mwokozi katika enzi ya Roho Mtakatifu. Ni lazima tuliite jina jipya ili tuokolewe. Ni kwa sababu jina jipya ni jina la Mwokozi katika enzi ya Roho Mtakatifu. Katika enzi ya Roho Mtakatifu, lazima tulijue jina jipya. Hapo ndipo tunaweza kupokea lengo la imani yetu ambalo ni wokovu. Hebu tulipokee jina jipya, Mwokozi katika enzi ya Roho Mtakatifu na tuokolewe.